Wakati wa mchana kwenye viunga vya shule, kijana mmoja mtanashati na msichana mmoja mrembo walionekana kama watu wawili wasiofahamiana kabisa. Kila mara walipokutana machoni pa watu, walipishana kama wageni wakijifanya hawajuani hata kidogo. Hata hivyo, giza lilipoingia na usiku kufika, wawili hawa walibadilika ghafla na kuwa wapenzi wenye mahaba mazito yasiyomithilika. Hali hii ilitokana na tofauti zao kubwa. Msichana alikuwa ndiye mwanafunzi maarufu zaidi na kinara wa taaluma shuleni hapo, akiongoza kwa ufaulu mzuri na nidhamu. Kwa upande mwingine, kijana alikuwa ndiye mwanafunzi mwenye muonekano wa kuvutia na mzuri zaidi wa sura, lakini akiwa ndiye mwanafunzi anayeburuza mkia kwa matokeo mabaya darasani. Wanafunzi wote na walimu waliamini kuwa isingewezekana kabisa kwa watu hawa wawili kuwa na uhusiano wowote. Hii ni kwa sababu yule msichana aliyependa sana masomo siku zote alijulikana kwa tabia yake ya kuwachukia na kuwatenga watu ambao hawakuchukulia masomo yao kwa uzito. Lakini majaliwa na nguvu ya mapenzi huwa na njia zake za kustaajabisha ambazo hazifuati sheria za kibinadamu. Kila kitu kilianza siku moja walipokutana kwa bahati mbaya tu maeneo ya chuoni. Kwa kumtazama mara moja tu, yule kijana alijikuta amezama mzima kwenye dimbwi zito la mapenzi kwa yule msichana. Ili kuweza kumfuatilia na kuwa karibu na mwanafunzi huyo kinara, kijana aliamua kubadilisha tabia zake za kawaida, akaweka kiburi pembeni na kumwomba yule msichana awe anamfundisha masomo ya ziada. Yule msichana kwa nia njema kabisa na kwa umakini wake wa kawaida alianza kumfundisha. Lakini hakugundua kuwa yule kijana hakuwa anafuatilia hata neno moja alilokuwa akisema. Badala ya kuandika nondo za darasani, kijana alikuwa bize kuchora picha ya sura ya yule msichana kwenye daftari lake. Baada ya kipindi hicho, kijana hakuishia hapo. Alimwomba msichana ampe namba zake za simu ili waweze kuwasiliana. Msichana hakumjibu moja kwa moja, badala yake alimuuliza kwa msisitizo kama kuna chochote alichojifunza siku hiyo. Kijana, bila hata kuficha, alimjibu haraka sana kwamba hakujifunza chochote, hivyo alihitaji namba zake za simu ili aweze kumuuliza maswali zaidi baadaye. Akionekana kushangazwa, lakini pia akivutiwa na ujasiri wa yule kijana mtanashati, hatimaye msichana alikubali na kumpa namba. Kisha, macho yake yakatua kwenye lile daftari na kuiona ile picha nzuri aliyokuwa amemchora. Hakugundua kuwa picha ile ilikuwa ni ishara ya upendo mzito uliokuwa unachipuka. Badala yake, alidhani kwamba ingawa kijana huyo alikuwa mzito sana kuelewa masomo, walau alikuwa na kipaji kikubwa na cha kipekee sana cha uchoraji. Kuanzia wakati huo, kukatokea muunganiko wa siri wa kipekee kati yao. Katika maisha yao ya kila siku shuleni, kijana aliendelea kumpa kipaumbele na kumfuatilia kwa karibu sana. Wakati msichana alipokuwa akifanya maonyesho jukwaani, kijana alikuwa akijificha kwenye umati na kumpiga picha kwa siri kutoka chini, akimwangalia kwa macho yaliyojaa huba. Upendo wa kijana huyo kwa msichana uliendelea kukua na kuwa mzito siku hadi siku. Lakini kutokana na tofauti zao za kitabaka darasani, kijana aliogopa sana kukataliwa, hivyo hakuthubutu kabisa kufungua kinywa chake na kuchukua hatua ya mbele kumweleza hisia zake. Wakati kijana akidhani atabaki kuwa crush wa siri milele, maajabu yalitokea. Siku moja ghafla, yule msichana alitokea nje ya nyumba ya yule kijana. Kumbe ilitokea kwamba siku hiyo, msichana alipoteza mchezo fulani alipokuwa akicheza na marafiki zake. Kama adhabu ya mchezo huo, rafiki yake mmoja alichukua simu ya msichana huyo na kutuma ujumbe kwa mtu yeyote bila kuchagua. Kwa sadakta ya ajabu, yule kijana ndiye aliyepokea ujumbe huo. Bila kupoteza wakati, kijana alimtumia mwaliko wa kuja kumtembelea nyumbani kwake. Yule msichana, ambaye kwa muda mrefu alikuwa ameteseka na kukandamizwa na sheria ngumu za wazazi wake waliomkaba na masomo muda wote, aliona hii ni fursa ya kupumua, hivyo alikubali mara moja bila kusita. Msichana alipofika, macho ya yule kijana yalijawa na mshangao mkubwa na kutokuamini kile alichokuwa nakiona, huku mikono ya msichana iliyokuwa imejikunja kwa nguvu ikionyesha wazi jinsi alivyokuwa na wasiwasi na hofu. Kutokea siku hiyo ya kihistoria nyumbani kwa kijana, wawili hao wakawa wapenzi rasmi. Waliporudi shuleni, uhusiano wao ulianza kuwa na changamoto za usiri. Siku moja darasani, kijana alidondosha kimakusudi kifaa chake cha kuhifadhia kumbukumbu, USB drive, chini ya dawati. Wakati msichana alipoinama chini ili kumwokotea kifaa hicho, kijana naye aliinama. Wakiitumia fursa hiyo adhimu, ambapo wanafunzi wenzao hawakuweza kuona kile kilichokuwa kikifanyika chini ya dawati,
kijana alimweleza maneno matamu ya kimahaba, kuonyesha jinsi anavyompenda. Kijana alithubutu tu kuonyesha uhusiano wao mahali ambapo watu wengine hawakuweza kuona, na hii ilikuwa ni kwa sababu msichana alimpa masharti magumu, hakumruhusu kabisa kuvujisha habari za uhusiano wao kwa mtu yoyote yule. Msichana alitaka penzi lao liwe siri nzito. Ingawa walipendana sana na kwa dhati, huu usiri ulianza kutengeneza ufa kati yao. Kila kitu kilitokana na kuelewana vibaya. Mara tu baada ya kuthibitisha uhusiano wao, walitoka kwenda kula kabisa kuhusu maumivu haya aliyompa msichana kimya kimya. Siku iliyofuata, msichana alirejea bweni kwake na kugundua kuwa amesahau kompyuta mpakato yake, laptop, alipokuwa na yule kijana. Kwa haraka alimpigia simu kijana kumwarifu. Kijana, ambaye alimpenda kwa dhati, alijitolea kwa moyo mweupe kwenda kumpelekea laptop hiyo mpaka kule aliko. Lakini kwa mshangao wake, msichana alimkataa kwa msisitizo na ukali mkubwa. Sababu ya msichana ilikuwa ni ile ile. Hakutaka watu wengine wawaone wakiwa pamoja na kujua kuhusu uhusiano wao. Maneno yale ya kukataliwa yalimchoma kijana kama mkuki moyoni. Kijana alijenga picha kwamba mwanafunzi huyo kinara anamdharau na kumwonea aibu kwa sababu ya matokeo yake mabaya ya masomo, na ndiyo maana hayuko tayari kuweka wazi uhusiano wao mbele ya jamii. Wawili hawa, ambao walipendana sana kwa dhati, sasa walijikuta kila mmoja akiwa na mwiba mkali sana ukichoma kifuani mwake. Baada ya vipindi vya darasani kumalizika, msichana alikimbia kwa kasi kuelekea mahali pasiri walipopanga kukutana. Alikuwa ameshachelewa na kupitiliza muda walioahidiana ili achukue laptop yake. Katika haraka hizo za kukimbia, alisimamishwa ghafla bila kutarajia na mwanafunzi wa kozi za chini. Yule mwanafunzi wa chini alimwalika kujiunga na maonyesho ya klabu ya igizo. Msichana, ambaye tayari alikuwa amechelewa kwa nusu saa nzima, alitamani sana kuondoka eneo lile, lakini yule mwanafunzi aliendelea kumng'ang'ania na kumsihi akubali. Akihofu kuwa yule kijana atakasirika zaidi kwa kuchelewa, msichana alimpuuza yule mwanafunzi na kuanza kukimbia kwa kasi kwenye ngazi kuelekea juu alipokuwa anasubiriwa. Alipofika, hatimaye kijana alimrudishia laptop yake. Lakini badala ya msichana kumshukuru kwa wema ule wa kumsubiri kwa muda mrefu, msichana alimwambia kwa sauti ya kukemea kwamba aongee kwa sauti ya chini zaidi ili watu wasiwasikie. Kijana alipandwa na hasira kali sana, lakini bado alivumilia na kumpa ushirikiano. Wakati huo huo, msichana akasikia nyayo za yule mwanafunzi wa chini akipanda ngazi kuja kumtafuta huko juu. Kwa hofu kuu ya kugundulika, msichana alianza kutaharuki na kutaka kumficha yule kijana asionekane. Kitendo hicho cha kutaka kumficha kilimghadhabisha kijana na kumsukuma kwenye hasira za mwisho kabisa. Kijana alianza kujiuliza kichwani mwake, kinyota, huyu msichana ananichukulia mimi kama nani kwenye maisha yake? Kitu cha kufichwa, kifaa tu. Alipoona msichana anaendelea kukwepa mtazamo wake na kuangalia huku na huko kwa wasiwasi wa kuonwa, kijana alishindwa kuvumilia. Alimwachia mkono kwa nguvu, akageuka na kuondoka zake peke yake, akiwa amebeba maumivu mazito moyoni. Moyo wa kijana ulikuwa umejeruhiwa vibaya sana na yule msichana. Hata hivyo, mapenzi huwa hayafuati mantiki yoyote. Licha ya maumivu yote hayo, siku ya maonyesho ya igizo ilipofika, kijana bado hakuweza kujizuia. Alijikuta akienda kimya kimya kutazama maonyesho ya msichana huyo. Wakati wa mazoezi ya jukwaani, yule msichana alikumbana na hatari na kutaka kuanguka vibaya. Katika sekunde hiyo hiyo, kama malaika mlinzi, yule kijana alitokea pembeni yake kwa kasi ya ajabu na kumdaka mikononi mwake kabla hajadhurika. Lakini mambo hayakuwa kama kwenye sinema. Hata baada ya kuokolewa kutoka kwenye hatari hiyo, yule msichana hakutoa hata neno moja la shukrani. Badala yake, alimkasirikia na kumsukuma kijana mbali naye, akihofia watu waliokuwa wakitazama. Kijana alisimama pale akijihisi mpweke na duni kabisa. Alijihisi anachukuliwa kama kifaa tu ambacho hutumiwa na kutupwa. Lakini ule upendo wa kijinga aliokuwa nao ulimfanya ashindwe kukataa ombi lolote la msichana yule. Huu ndo ukawa mwisho wa stori yao. Misimamo, usiri uliopitiliza na kushindwa kuwasiliana vizuri viliua penzi lao nzuri. Kijana aliamua kukubali matokeo na kugeuza mgongo wake moja kwa moja, akiamua kutorudi tena nyuma, huku msichana akibaki na kiburi chake ambacho kilimponza na kumpotezea mtu pekee aliyempenda kwa dhati.
Hawakuwahi kukaa chini kuyamaliza, na penzi lao likazikwa rasmi mikononi mwa usiri na kutoelewana, kila mtu akichukua njia yake. Kwa story kama hizi hakikisha unanifollow, una like, kisha nenda kwenye comment niambie muda huu unanitazama ukiwa wapi.